Zamani zile niwahi kuambia hapa, alikuwa akiokoka mwanamke mrembo kanisani, kuanzia wana maombi wanaanza kuomba kwa jina la Yesu, amekuja kumwangusha mchungaji. Zamani ilikuwa ni marufuku wa dada warembo kuokoka. Ukiokoka wewe mrembo unaokoka, una matatizo gani? So tunavunja, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu, anavunja huyu. So baadaye ya kiyama wanapongezana, wanaitana kumshukuru Mungu kwa sababu dada mrembo au kaka handsome ameondoka. Zamani mtu ukiwa unavaa vibaya, hauogi, unakuwa mchafu, umevaa kanda mbili, ndio unaonekana wewe unastahili wokovu. Na ukiwa unaimba pambio, watu wanasema kwa kweli tumejikana na mambo ya dunia. Inaonekana damu ya Yesu ilikuwa kwa ajili ya watu wa aina fulani, but maandiko yanazungumza wazi, hii damu ilikuwa kwa ajili ya watu wote. Wangapi wananielewa? Masini ya Jesus, mnanielewa ninachoongea? Majuni ya Jesus, mnanielewa? Mamonita Jesus, mnanielewa? Viranja wote mnanielewa? Unajua haiwezekani kuokoka, haiwezekani. Yani haiwezekani. Inawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa damu ya Yesu yanawezekana. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kama tu Mungu aliweza kumwokoa Rahabu kwa kamba nyekundu. Kamba nyekundu ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu. Unajua kamba iliyokuwa pale ilikuwa rangi gani? Wangapi wanajua ilikuwa nyekundu? Wangapi wanajua ile kamba iliyokuwa dirishani kwa Rahabu kahaba, wakati wana wa Israeli wanakuja kuingia Jeriko, wanatoka Misri, walipofika Jeriko, ile kamba ambayo ilikuwa kwenye dirisha la Rahabu ilikuwa rangi gani? Ilikuwa inawakilisha nini? Damu ya Yesu. Na ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu, ikikuonesha kwamba damu ya Yesu inapenda sana makahaba. Damu ya Yesu baada ya kumwagika ilitakasa jambazi kwanza. Haikutakasa padri, haikutakasa askofu, haikutakasa apostol. Ilianza kwanza na jambazi. Damu ya Yesu ni damu yenye ubobevu katika kutakasa makahaba, yenye ubobevu katika kutakasa majambazi. Kwa hiyo damu ya Yesu, wewe unakazabika kwa uongo ni kadogo. Stop talking.